Hello, habari. Kwa majina mimi naitwa Dr. Mary, ni mtafiti na mtabibu wa tiba asili na pia ni mtafiti wa miti mbalimbali katika mazingira yetu ya kila siku. Mpendwa mtazamaji wangu, habari za muda huu popote ulipo, mimi si jambo, namshukuru Mwenyezi Mungu. Tumerejea tena katika kipindi hiki ambacho kinakujia sasa hivi cha kujifunza mambo ya asili. Kama wewe ni mgeni na ni mara ya kwanza unautazama hii video, basi nakuomba usubscribe, share hii video kwa wengine nao wakajifunze elimu hii nzuri. Toa maoni yako pale ambapo umeona kabisa umefaidika na darasa ambalo nitalifundisha, basi nitakushukuru sana. Na wewe ambaye ni mfuatiliaji wa madarasa yangu ya kila siku, endelea kufurahia mafunzo ambayo nakupa na uyafanyie kazi yakupe matokeo. Changamoto moja ambayo watu wengi hawafahamu, wanajifunza madarasa lakini hawayafanyii kazi. Huku mtu akiendelea kuhangaika na changamoto ambazo zinamsumbua, anakuwa ni mvivu wa kufanyia kazi madarasa ambayo anafundishwa. Unakuta mwingine ni changamoto inamlenga kabisa katika hilo darasa, lakini anakuwa ni mzito wa kufanyia kazi mafunzo. Sasa leo na darasa zuri ambalo nitakufundisha namna ya kuondoa nuksi na mikosi. Yaani mwili wako una giza, mwili wako una kivuli. Kivuli hicho huwezi kukiona kwa macho ya kawaida, ila kama una jicho la kiroho, jicho la tatu, ndio unaweza ukaona hicho kivuli. Sasa leo na maji ya rose water. Haya hapo unavyoyaona yanaitwa rose water. Maji ya rose water yana faida kubwa sana katika mwili wa mwanadamu, kitiba, kimwili na kiroho. Lakini pia na dawa inaitwa itinginya. Hii pia ni maalum kwa ajili ya kusafisha nyota, mvuto na kila kitu katika mahusiano na kurejesha nuru ya mwili na mwangaza. Lakini pia na marashi. Haya marashi ni kwa ajili ya kuogea. Haya hapa marashi haya unachota kidogo kwenye mkono, unaweka katika maji ya ndoo ndogo. Unachota kama hivi unavyoyaona haya. Unachota unaweka. Saizi hii unachota unaweka kwa ajili ya kuogea. Lakini pia nina udi wa Sayflora. Huu unavyoona, huu udi unaitwa Sayflora. Wengi mnaofahamu huu hapa. Na kama ufahamu, huu ndio udi wa Sayflora. Udi wa Sayflora ni mzuri sana kwa ajili ya kuongeza mvuto katika kazi, mapenzi, mahusiano na kila kitu. Huu udi bwana utautumia wakati ushaoga dawa zako. Kwa hivyo huu udi huwa ni wa mwisho kabisa, na huu udi kwa ajili ya kujifukiza ukiwa umevaa nguo nyeupe kwa ajili ya kujitakasa, kuongeza mvuto. Baada ya kuoga dawa zako ambazo nataka nikuelekeze namna ya kutumia kwa ajili ya kuoga. Utachukua vifuniko viwili vya rose water, utaandaa maji ya ndoo ambayo yasije yawe nusu. Kama kawaida nilivyokuelekeza, utachota kidogo, utaweka katika maji yako. Utachota tena kijiko cha chai. Tumia kijiko cha chai. Usitumie kifuniko hiki kikubwa sana. Tumia kijiko cha chai, chota itinginya, tia mule. Ukishamaliza kutia dawa zako zote, umetia itinginya, umetia kila kitu, rose water na marashi. Ukimaliza unaacha maji yako ndani ya dakika 10 mpaka 15, ili dawa zikolee, zichanganyike na maji vizuri, ili kutengeneza ile nguvu. Kabla hujaenda kuoga, unatia nia, unazungumza na zile dawa pamoja na maji. Jitambulishe kwenye asili kwanza. Ukimaliza kujitambulisha, utaanza kutia nia zako. Ukimaliza kutia nia zako, basi utaenda kuoga sehemu safi ambayo sio chooni kabisa. Unaweza ukatenga bafu lako kwa ajili ya kuogea dawa tu. Kama hauna bafu, unaweza ukaogea ndani au kwenye beseni kubwa ukakaa unaogea mule. Ukimaliza utasafisha, utaenda kumwaga kwenye takataka. Kwa hivyo hiyo ndo njia ya kujisafisha kwa kutumia rose water
pamoja na marashi na itinginya. Ukishamaliza sasa kuoga, utachukua udi wako wa Cellflora. Utachukua kijiti kimoja cha udi wa Cellflora huu hapa. Ukimaliza kuchukua udi wa Cellflora kijiti kimoja, utaenda kujifukiza. Utachukua kiberiti, utawasha na utaanza kufanya maombi yako. Ngoja nikuonyeshe udi wa Cellflora jinsi ulivyo. Huu hapa. Huu ndo udi wa Cellflora. Ukimaliza kujifukiza, unaweza ukatumia nusu nyingine ukatumia jioni. Asubuhi unaweza ukatumia nusu ya udi, jioni tena ukamalizia hicho kipande kilichobaki. Kwa manuizi, unajifunika kabisa. Unajifunika na nguo nyeupe. Unaweza ukanunua shuka jeupe lakini unaweza ukanunua kitambaa cheupe ambacho ni mita 2.5. Utakuwa unajifunika mwili wote na udi wako ukiwa chini, ambako utaweka sehemu ambayo hauwezi kudondoka. Utanuia, utajifukiza kwa muda wa dakika 15 mpaka 20. Ukimaliza hapo, wewe utakuwa tena umeshakamilisha njia yako ya kujisafisha na hatua ya kujisafisha ya kwanza. Utafanya hivyo kwa muda wa siku 7. Asubuhi ukiamka, andaa dawa zako kaoge. Jioni tena ukirudi, andaa dawa yako kaoge. Hivyo hivyo, ukimaliza kuoga, unachoma udi. Udi wako unanuia. Unapofanya mafusho yako ya udi, unanuia. Unapooga dawa zako, unanuia. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji, hizo ndo njia za kujisafisha kiroho kwa wewe ambao una nuksi na mikosi. Na kukaribisha sana, na hizi dawa tunazo, Rose Water tunazo. Karibu sana popote ulipo, tutaweza kukuhudumia na kupata dawa zako kwa urahisi kabisa. Mpendwa mtazamaji wangu, mimi naitwa Dr. Mary, na kuomba ushare video hii kwa wengine nao wakajifunza elimu nzuri ambayo nakufundisha sasa hivi. Nakushukuru pia kwa kutazama hii video mpaka mwisho, kwa mgeni na wale ambao ni wafuatiliaji wangu. Lakini pia nakuomba usubscribe, usisahau kusubscribe. Mpendwa mtazamaji wangu, tutaonana katika kipindi kijacho. Asante sana na nikutakie siku njema.